Na salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na kwa mara hii tunawaleteeni awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika ngazi za kiusalama, za kisiasa na hata za kidiplomasia pia. Na kwa hapa tutakwenda kuanzia mara moja huko mkoani Kivu Kusini, ambako mapigano makali yameripotiwa kuzuka kwa mara nyingine tena hiyo jana Jumatano tarehe 4 Machi katika maeneo kadhaa ya kimkakati kwenye nyanda za juu za mkoa huo, hususan Minembwe Centre na viunga vya Mikenge. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyolingana, vinadai ya kwamba waasi wa M23 wakisaidiwa na baadhi ya vikosi vya Rwanda Defense Force RDF pamoja na washirika wao wa makundi yenye silaha wameanzisha mashambulizi yaliyoratibiwa dhidi ya nafasi na ngome za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaloungwa mkono na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wazalendo. Katika muhimili ama aksi ya Mikenge, mashambulizi ya kutumia silaha nzito na nyepesi yaliripotiwa tangu asubuhi mapema, na huko Minembwe Centre mapigano yamewakutanisha FARDC na washirika wao dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho Red Tabara ambao ni washirika wa muungano wa M23 AFC katika eneo hilo nyeti la wilaya la Fizi na Mwenga. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama ya vya ndani, upande wa wahasi umepokea nyongeza ya wapiganaji na vifaa vya kijeshi, hali iliyoongeza presha dhidi ya vikosi vya serikali. Hata hivyo, jeshi la Kongo linasema limejibu mashambulizi hayo kwa uthabiti, likidai kuwasababishia hasara kubwa wapiganaji wa muungano wa wahasi katika maeneo mbalimbali ya mapambano. Licha ya mashambulizi ya hapa na pale yaliyoripotiwa siku iliyotangulia pamoja na juhudi za mashambulizi ya kujibu, hadi sasa FARDC bado haijaweza kurejesha udhibiti kamili wa Minembwe Centre. Hali ya usalama inaendelea kuwa tete, ikishuhudiwa harakati za vikosi na taharuki kubwa miongoni mwa raia wanaojikuta katikati ya mstari wa mapigano. Katika nyanda hizi za juu za Kivu Kusini, ambako migogoro ya makundi yenye silaha na mvutano wa kijamii umejikita kwa muda mrefu, kurejea kwa mapigano kunazidisha hofu ya kuzorota zaidi kwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Janga jingine la kiusalama limeripotiwa katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kusini, ambapo miili mitano isiyokuwa na uhai imekutwa katika kijiji cha Bakombe. Ugunduzi huo wa kutisha ulifanywa na wakulima waliokuwa wakielekea mashambani mwao mapema asubuhi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, waathiriwa hao wanadaiwa kuuawa wakati wa uvamizi unaohusishwa na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wa Allied Democratic Forces IDF, kundi lenye silaha linaloendesha shughuli zake katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, mazingira kamili ya shambulio hilo bado hayajabainishwa rasmi, ingawa baadhi ya wakazi wanazungumzia tukio la vurugu lililolenga raia. Miili hiyo ilipatikana karibu na maeneo ya kilimo, jambo lililosababisha hofu na taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Vyanzo vya habari vinavyotokana na shirika za kiraia vinaeleza kuwa washambuliaji au kumradhi waliingia ghafla katika kijiji hicho kabla ya kurejea katika maeneo ya misitu yaliyo pembezoni mwa maeneo hayo. Shambulio hilo jipya linaongeza wasiwasi kuhusu kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini, ambako raia wamekuwa wakigharamia kwa kiasi kikubwa athari za vurugu na makundi yenye silaha. Hadi wakati wa kuandikwa kwa taarifa hii, mamlaka za eneo hilo hazikuwa bado zimetoa taarifa rasmi ya kina kuhusu tukio hilo, huku wito ukizidi kutolewa kuimarishwa kwa ulinzi wa raia. Kamanda wa 3e Zone de Defense wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, General Abdallah Nyembo amefanya ziara ya kikazi katika kambi ya Bauma mjini Kisangani, ambako kunaendelea mafunzo maalum ya mapambano ya msituni. Mafunzo hayo yanatolewa na kikosi cha mafunzo cha kijeshi cha Ufaransa, Detachement d'Instruction Opérationnelle Français DIO, katika mfumo wa ushirikiano wa kijeshi
unaolenga kuimarisha uwezo wa kiutendaji wa jeshi la Kongo. Akiwa kambini hapo, Jenerali Nyembo alipata fursa ya kufuatilia mwenendo wa mazoezi, kuzungumza na wakufunzi pamoja na kuwahamasisha wanajeshi wanaoshiriki katika programu hiyo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, mafunzo hayo yanajikita katika mbinu za kusonga mbele katika mazingira ya msitu, kuishi katika mazingira hatarishi, mbinu za kuvizia na kukabiliana na mashambulizi ya ghafla, upelelezi wa kijeshi pamoja na uratibu wa vikosi katika mazingira yenye uoto mnene na changamoto za kiusafirishaji. Ushirikiano huu ni sehemu ya juhudi za kulifanya jeshi la FARDC kuwa la kitaalamu zaidi, hasa likikabiliwa na changamoto za kiusalama zinazoendelea katika maeneo ya mashariki mwa nchi yenye misitu mikubwa. Lengo kuu ni kuyapa vikosi vinavyotekeleza operesheni uwanjani ujuzi unaolingana na hali halisi ya mapambano ili kuongeza ufanisi na uimara wao dhidi ya vitisho vya aina mbalimbali. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch linaamini kuwa hatua zilizochukuliwa na jumuiya ya kimataifa dhidi ya Rwanda hazilingani na uzito wa tuhuma zinazoelekezwa kwake kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika uchambuzi wake wa hivi karibuni kuhusu hali ya usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, shirika hilo linaeleza kuwa vikwazo vilivyowekwa hadi sasa havijawa na nguvu ya kutosha kuzuia au kubadili mwenendo wa mgogoro, hasa kuhusiana na madai ya kuhusika kwa Kigali katika mzozo huo. Human Rights Watch inataja tuhuma za kuunga mkono kwa Rwanda kwa kundi la wahasi wa M23 linalofanya operesheni katika maeneo kadhaa ya kimkakati mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa shirika hilo, licha ya kuwepo kwa baadhi ya vikwazo maalum na shinikizo za kidiplomasia, hatua zilizopo hazijaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa hali halisi ya mapigano uwanjani. Hivyo linatoa wito wa kuimarishwa kwa vikwazo hivyo, ikiwemo kuchukuliwa kwa hatua kali zaidi dhidi ya wahusika pamoja na kuwekwa kwa mifumo madhubuti ya ufuatiliaji. Aidha, Human Rights Watch inaonya kuwa kuongezeka kwa mapigano kunaendelea kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu, hasa kwa raia wasiokuwa na hatia. Katika muktadha huo, shirika hilo linazitaka nchi na taasisi za kimataifa kuchukua msimamo thabiti na wenye mshikamano zaidi ili kusaidia kupunguza mvutano na kuchangia kupatikana kwa suluhisho la kudumu la mgogoro mashariki mwa DRC. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri siku baada ya siku katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.